Haleluya, haleluya, Bwana Yesu apewe sifa, Bwana Yesu asifiwe. Ni mwalimu wenu ule Joseph Andrea, mwalimu wa wachungaji na wainjilisti, mwalimu wa Biblia. Uliza swali lolote unalotaka kujua kuhusiana na Biblia utajibiwa. Uliza swali lolote linalohusiana na Biblia utaelewa. Naomba usibadilishe channel, wala usibadilishe hii clip. Nataka kujifunza mambo machache sana. Somo langu la leo linahusu kuhusiana na bustani ya Eden. Kosa lilikuwa ni nini? Na leo tuliangalia je, na leo hilo kosa la sisi tunalitenda? Kumbuka, kwenye bustani ya Eden aliyepewa mamlaka alikuwa ni mwanaume, sio mwanamke. Na ndio maana alipokosa, yule mwanamke akaenda akamshawishi Adamu afanye lile kosa. Mungu alipokuja kwenye bustani ya Eden hakumuuliza yule mwanamke kwa nini umefanya kosa. Alimuuliza mwanaume, umefanya nini? Majibu ya mwanaume yalikuwa kwamba yule mwanamke uliyenipa. Lakini kwa nini? Mwanaume unapoambiwa wewe ni kichwa cha familia, kila kitu hata kama ukiambiwa na mwanamke natakiwa kwanza kuweka kichwani ukichuje ili kiwe sawa. Mathalan, ukisoma katika Ufunuo 1:3 inasema, heri asomaye na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Heri asomaye na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Sasa kama tukisema leo tusome yale mambo halafu tuyatafasiri, tutayashikaje wakati kila mmoja anatafasiri vya kwake? Biblia imeandika kitu fulani ni dhambi, halafu mtumishi fulani akakitafasiri. Atawezaje kuyashika yale maneno yaliyoandikwa mle wakati yeye ameongezea au amepunguza, hajafikisha ujumbe kama ulivyo? Haya, tunakuja kwa wanawake. Kwa nini wanawake hawajaitii sauti ya Mungu wala hawajaitii sauti ya mamlaka? Tukija katika Priscilla na Aquila, alikuwa mwanamke na mwanaume. Wanapoleta ile wachungaji kufundisha, tuanzie hapo. Wanapoleta wanawake kufundisha, kumbuka Priscilla na Aquila walikuwa ni wanafunzi wa Paulo, mtume Paulo. Lakini mtume Paulo hakuweka mwanamke kuwa mchungaji, pamoja walikuwa ni wanafunzi wake. Ndio maana akaweka kwamba anataka wanaume wasaishe kila mahali, huku akiinua mikono yao iliyotakata pasipo majadiliano. Ukisoma katika Timotheo wa kwanza 2:8, nataka wanaume wasalishe kila mahali. Ukisoma kwenye 12 hiyo Timotheo ukiendelea kwamba wanawake simpi mwanamke ruksa kufundisha wala kumtawala mwanaume, kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Kwa Paulo mwenyewe pamoja na kuwa wale wa Aquila na mume wake kuwa na mke wake kuwa wanafunzi wa Paulo, lakini hajawaweka wanawake kuwa watumishi. Kwa nini wanawake leo wamekuwa watumishi? Ni sauti ya shetani, wameitii sauti ya shetani. Na ndio maana hata Yesu mwenyewe alikuwepo na wale wanawake wakina Martha na wengine, lakini hakuwateua kuwa wanafunzi wake. Hata ukisoma kwenye Yohana 11, alipoenda kumfufua Lazaro, mpaka dada zake wakawa wanampenda Yesu, wakawa wako karibu naye, wakawa wanajifunza kwake, lakini Yesu hakuwateua kuwa watumishi wala hakuwateua kuwa wachungaji. Umeelewa? Haya, tukitoka hapo tunakuja kwenye masuala ya mavazi. Biblia inaposema katika Wathesalonike wa kwanza 4, kwanza mstari wa kwanza, kama mlivyompokea Kristo, nendeni katika Bwana mkashikamana katika yeye. Ukisoma ile mstari wa 4, kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, sio kama hali tamaa mbaya kama mataifa sio mjua Mungu. Wathesalonike wa kwanza 4:1-9. Kwa hiyo tunaona kwamba miili yetu tunatakiwa tuiweke kwenye utakatifu na heshima. Huyu Mungu mwingine aliyekuja, ambao tuseme ni shetani, aliyekuja wakaitii sauti yake kwamba Mungu haangalii mwili, Mungu anaangalia roho. Mungu kwenye Biblia, Mungu anasema matendo ya mtu kwamba ni ya haki au ni mabaya. Anasema kwamba haangalii mavazi, wakati kumbuka muasisi wa mavazi kwanza ile Mwanzo 3 ni Mungu mwenyewe. Ukianza kwenye Yoshua pale, wakati Musa anamwambia amweke Haruni kuwa kuhani, alimchagulia mavazi ya kuvaa, kwamba nataka vae mavazi haya. Wewe leo unasema Mungu haangalii mavazi. Kwa hiyo hao watu wanaotembea uchi, baadaye mkitoka nje mnasema dunia inaisha, watu wanatembea uchi. Lakini umesahau kwamba nyinyi ndio mliosema kwamba Mungu haangalii mavazi. Kwa hiyo tunaona kabisa ni kumtii shetani. Kama Wakorintho wa 2:11 kuanzia ile 1 mpaka 13.
kwamba mitume kama hao ni mitume wa uongo wanaofanya kazi kwa hila, wanaojigeuza wao mfano wa mitume wa Kristo. Wakorintho wa pili 11 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 13. Kwamba shetani atawadanganya, ataingiza hila zake kama alivyowadanganya Adam na Eva kwenye alivyomdanganya Hawa kwenye bustani ya Edeni, na sisi tutadanganywa hivyo hivyo. Haya, ukitoka na hiyo tunakuja kwenye andiko lingine. Katika andiko lingine utasoma katika Galatia 6:1 mpaka mstari wa 9. Galatia 6:1 mstari wa 9 ambao inazungumzia hayo matendo. Na pia utasoma kwenye hii ile tumeshaisoma ile katika wa Timotheo wa kwanza 2:9, wanawake wavae kwa mavazi ya kujistiri pamoja na damu nzuri, si kwa kusuka nywele wala kwa lulu na kuvalia dhahabu na nguo za thamani, bali kwa matendo mema kama wanawake wanaoukiri uchaji wa Mungu. Kwa hiyo tunaona Biblia imekataza vile vitu. Wanawake wasijiweke vitu vya bandia kichwani, wasivae maheleni, lakini wao nani aliyewaambia wavae? Wameitii sauti ya shetani. Biblia imeshasema kwamba hiki kitu hakifai. Wewe utakuwaje unakifanya hicho kitu na unasoma Biblia hiyo hiyo inayokupinga wewe? Hata ukisoma Petro wa kwanza 3:1 inasema hivyo hivyo mpaka mstari ule wa 9. Inasema hivyo hivyo, wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na damu nzuri, si kwa kusuka nywele wala kwa lulu na dhahabu. Leo kwa nini? Kumbuka, unapoweka lasta, kulogeka wewe ni rahisi, majini kukutumia wewe ni rahisi, kwa sababu tayari umeweka vitu ambavyo viko nje ya mwili wako. Ukiweka mabangini, mapete, hata hizi pete tunazovaa kwenye ndoa zinatusababishia matatizo, kwa sababu zina muunganiko na ushetani, zina muunganiko na nguvu za giza. Haitakiwi. Lakini walio wengi leo wanapinga sana maandiko. Wanapinga sana maandiko. Sio kanisa moja, ni makanisa yote. Ni makanisa yote wanafanya hiki kitu. Wanapinga sana maandiko. Je, kama tunashindwa kuitii sauti ya Mungu katika Biblia, tunatii sauti ya wanadamu, tunatii sauti ya mpinga Kristo, sisi tutaitwa wakina nani? Ni wapinga Kristo au ni Wakristo? Maana Mkristo lengo lake ni kuitii Biblia na kuishi maisha ya kibiblia. Kwamba utakapokutana na mtu ambaye si Mkristo, atakapokuuliza kitu unachokifanya kwamba sio sahihi, na tukao muonyeshe maandiko kwamba mimi ninachokifanya ni sahihi, maandiko haya hapa. Lakini nyinyi hamtoi. Inatakiwa ifike kipindi tuseme kweli. Makanisa yamedondoka kwa sababu yametii sauti ya shetani. Na ndio maana 99% tunamwabudu shetani kwenye makanisa. Si Mungu wa kweli. Maana angekuwa Mungu wa kweli, Yesu Kristo huyu tunayemhubiri kwamba ni mtakatifu na ni mkweli, kama inavyosema kwamba wanaoitwa Wakristo wote watakuwa watakatifu na wataitwa watakatifu wa aliye juu, leo ingekuwa kila unachokifanya ingekuwa natoa ushahidi wa maandiko kwamba tunachokifanya, unavyovaa, ninachofanya, kila kitu maandiko haya hapa, anadhibitisha maandiko. Lakini hicho kitu hakifanyiki kwa sababu makanisa mengi ni theology, ni mafundisho ya mpinga Kristo ambao tumetii sauti ya shetani. Makanisa mengi yametii sauti ya shetani. Kila kitu wanachokifanya Biblia imesema ni dhambi, wao wanakitenda. Hapa tujasemea kanisa moja, tumesemea makanisa yote, maana maandiko haya wanayavunja. Nitatoa ili kama msomaji ufuatilie uweze kusoma. Cha kwanza, Timotheo wa kwanza 2:8 mpaka 13. Andiko la pili, Petro wa kwanza 3:1 mpaka mstari wa 9. Andiko la pili, Efeso 2 mpaka 9. Galatia 6 mpaka 9. Hayo maandiko ukiyasoma utaona kila tunachokifanya Biblia imekataa, imesema ni dhambi, na dini zote inafanya hicho kitu. Dini zote inafanya hicho kitu ambao tumekubali kuitii sauti ya shetani, tumekataa kumjua Yesu Kristo, tumekataa kuwa watakatifu katika Yesu Kristo. Na ndio maana hata ukikutana na wapinga Kristo, ukikutana na Waislamu, ukikutana na watu wa dini nyingine, wakikuuliza maswali unakasirika, unataka kupigana, unamwona yule mtu aliyekuuliza swali ni adui. Wakati ukisema Petro wa kwanza 3:15, muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu auliza habari za tumaini lenu lililo ndani yenu katika Kristo Yesu, lakini kwa upole na kwa hofu, ili wataharishwe wale watukanao mwenendo wenu mwema katika Kristo Yesu. Kwa mtu akikuuliza habari za Yesu, mujibu na mtolee majibu yako ya kile unachokifanya, ili wataharishwe wale wanaotukana mwenendo wenu katika Kristo Yesu. Hicho kitu mbona kifanyike? Makanisa kweli yamedondoka. Yamedondoka, tuko katika upande wa shetani. Maana tungekuwa tuko upande wa shetani, tungenia mamoja, tungeshia mamoja, tungeongea mamoja.
Hilo somo nishawahi kulitoa. Tuneema moja, yani Biblia yote tunasema mamoja, ambao utaitoa kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:9 mpaka 12, wa Filipi 2:1 mpaka 5, wa Efeso 1 mpaka mstari wa 6. Tuna nia mamoja, kila kitu tunaongea kimoja, hatupishani. Na ndio maana kwenye kitabu cha Petro wa pili 1:19 inasema, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema. Mkijua neno hili kwanza, hakuna unabii upatao kutofasiriwa kama mtu apendavyo tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu akiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Biblia haitofasiriwi, soma, unafikisha ujumbe. Na ndio maana tumenukuu kwenye kitabu cha Ufunuo 1:3, hela somai na kuyashika yaliyoandikwa humo. Sasa ukitofasiri watayashikaje wakati umeshaharibu mantiki ya Biblia? Ndio tunaleta mzunguko wa dini nyingi sasa hivi. Kila dini inatofasiri maandiko yake na amua kuanzisha dini yake ambao yote sio sahihi. Wamepinga Biblia wote. Bwana, endelea kujifunza nami Joseph Andrea, mwalimu wa wachungaji na wainjilisti, mwalimu wa Biblia Tanzania nzima. Uliza swali utajibiwa. Tuendelee kushare pamoja, tuendelee kujifunza Biblia. Tuweze kuwa watakatifu, tuweze kupata uzima wa milele katika Kristo Yesu. Asanteni.